الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Salaziz anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, yani nyinyi ni wale watu waliotolewa kwa ajili ya faida na heri ya watu wengine. Miongoni mwa kazi ya Waislamu hii ni kazi kubwa sana, kwamba dunia ipate faida kutoka kwa Waislamu, dunia ipate mema na heri kutoka kwao badala ya shari. Lakini siku hizi hali ya dunia inayopatikana, kwa kupitia katika hali hii tunaona kwamba nchi za Waislamu na makundi ya Waislamu wameeneza ufisadi duniani kiasi hiki kwamba sehemu kubwa ya dunia inaogopa kwa jina la Islam na kwa jina la Waislamu. Ikiwa hali ya hofu inapopatikana katika hali hii, ni nani atakayesikiliza Waislamu au atakayekuwa na wazo hili kwamba atapata heri na mema kutoka kwa Waislamu? Wale watu wanaokata shingo za wenzao, wakina mama, watoto, wazee, bila kujali wanawaua bila kuwa na sababu yoyote. Wale ambao hawafuati nadharia yao na maoni yao wanawafanya kuwa watumwa wao. Namna gani tunaweza kutegemea kwamba wale watu kwa ajili ya wasiokuwa Waislamu ni wenye kutaka heri na baraka? Basi kwa sababu ya amali yao matokeo yake yanayopatikana ni haya, kwamba dunia inakuwa na hofu kutoka kwa Waislamu. Lakini sisi Waislamu wa Ahmadiyya tunahuzunika kwa kuona hali hii, kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kujinasibisha kwao wanafanya hawa watu wamefedhehesha jina la Islam, na vile vile wamefedhehesha mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbele ya dunia. Lakini kwa kuwa wanajumuia, sisi hatukati tamaa kwa sababu ya vitendo vyao na kwa sababu ya amali zao. Mara chungu mzima ninapoweka mbele ya watu maoni haya kwamba vitendo hivi vya Waislamu ni dalili ya ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalili ya ukweli wa Islam, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alitabiri kwamba wakati utafika hali ya Waislamu itakuwa ya aina hii. Hata alitaja muda wake pia kwamba vitendo vya aina hii vitapatikana baada ya muda huu, na hali hii ya giza itaendelea mpaka muda huu. Kisha baadaye Masihi aliyeahidiwa atakuja, atadhihirika.
ambaye हकीकी और खूबसूरत तालीम को atahuisha mafundisho ya dini tukufu ya islam, ataeleza mbele ya dunia yale mafundisho yanayopatikana ndani ya qurani tukufu katika hali yake ya asili, na mfano wake unapatikana katika mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi wanajumuiya tuna imani juu ya jambo hili kwamba katika hali hii ya giza, sawa na bishara za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule masihi aliahidiwa na Imam Mahdi ameshakuja. और सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि कुरान करीम और आ हज़रत Tena mtume sallallahu alaihi wasallam hakudai tu kwamba atakuja masihi, bali katika qurani tukufu na katika hadithi zake nishani alizozieleza, zile nishani zote zimeshatimia, और इस मसीह na huyu masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam इस्लाम की खूबसूरत तालीम से ali नास करवाया हमारे दिल alituambia mafundisho sahihi ya dini tukufu ya islam. में अहमदिया Siku hizi jumuiya ahmadia inafuata mafundisho haya mazuri ya dini tukufu ya islam. Mambo haya yanapoelezwa mbele ya watu wanakubali na wanasema kwamba mafundisho ya islam si mabaya, bali vitendo vya waislamu ni vibaya, ambao kwa jina la islam wanaeneza ufisadi na fitina duniani. Lifa mtukufu anasema basi kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba kuita dunia upande wa kheri na kutaka heri ya kila mtu ni jukumu la kila mwanajumuiya, kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake ametujaalia kwamba tumempokea Imam Mahdi na Sinam alayhi salatu wassalam. अमन से रहना ही हमारा Na jukumu letu si hii tu kwamba tuishi kwa amani na tujiepushe na maovu na tujiepushe na ufisadi na fitina, bali jukumu letu ni kwamba kwa ajili ya kuleta amani duniani tufanye juhudi ya hali ya juu दुनिया को बुराइयों से रोकने की na tujitahidi tuweze kuwazuia watu katika maovu, tujitahidi और बचाने की कोशिश tuwasalimishe na tuwaokoe watu katika fitina na ufisadi, kwa sababu hii ni kazi miongoni mwa kazi ya Masihi Maud alayhi salam. आपको भलाई और खैरखाई के Sayyidina alayhi salatu wassalam aliletwa kwa ajili ya kuisha kazi hii ya ये दुनिया की खैरखाई heri kwa kupitia mafundisho ya Islam. और खुदा ताला का हुक्म Bayati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam na amri ya Islam inatutaka kwamba sisi tujitokeze na tufanye juhudi kwa ajili ya kazi hii खैर na kwa ajili ya kuipatia heri dunia hii na kwa ajili ya kuondoa shari tufanye juhudi ya hali ya juu. हम Sisi ni wenye heri ya Waislamu, tunataka heri yao, na vile vile sisi ni wenye heri ya wasiokuwa Waislamu na tunataka heri kwa ajili yao. Sisi ni wenye heri kwa ajili ya Wakristo na wa Mayahudi na ya Mabaniani na vile vile wafuasi wa dini zingine, hata wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu. Sisi ni wenye heri kwa ajili yao pia, kwa sababu sisi tutawaelekeza kwenye njia ambayo itawakaribisha karibu na Mwenyezi Mungu, watakuja karibu naye. Sisi tumeletwa ili tutake heri kwa ajili ya uwezi na makosefu na wadhalimu, kwa sababu ya hii kwamba hawa watu ni viumbe vya Mwenyezi Mungu na ni watumishi wake, अल्लाह ताला के na sisi आम बंदों की tumeletwa ili tuwe na heri kwa ajili ya watumishi wote wa Mwenyezi Mungu, को चलने और बुराइयों से रोकने na tutawaelekeza njia za heri na tutawazuia katika njia za maovu. Mwenyezi Mungu kwa kusema ukhrijat linnas हमारा मैदान अमल amepanua kazi yetu
basi sisi kwa ajili ya और बेहतरी heri na mema ya dunia hii उनको खुदा tutawaelekeza njia za kuwa karibu na allah subhanahu wa taala, na tutawasihi wao wafuate njia hizi za kuleta karibu na mwenyezi mungu. इस जिंदगी का एक Na tunalazimika kuambiwa kwamba siku moja maisha haya yatakuisha, kisha kila moja sawa na vitendo vyake atapata ujira au adhabu kutoka kwa mwenyezi mungu. Basi mujenge uhusiano na mwenyezi mungu, muwe karibu naye ili mwisho wenu uwe mwema. लेकिन ये बातें Lakini hatuwezi kumwelewesha mtu yeyote mambo haya mpaka sisi wenyewe tunazingatia mwisho wetu. Basi hii ni kazi kubwa sana जिसे ambayo kwa fikira na kwa kuchunguza amali zetu tunatakiwa tufanye kazi hii. इस काम की Katika kutekeleza kazi hii हमें मुश्किलात का भी सामना tuna करना पड़ेगा। tunalazimika kupata shida za aina mbalimbali na vizuizi vya aina mbalimbali, na historia ya jumuiya inatuambia kwamba katika shida hizi na katika upinzani wa dunia sisi tunasimama dhidi yake kwa imara sana. और ये बात कोई हमारे साथ खास नहीं सिर्फ Na hii jambo haihusiki nasi tu, bali manabii wote waliokuja wao walipata upinzani na wafuasi wao pia walipata upinzani, lakini wao walikuwa kwa ajili ya mataifa kadhaa, kwa ajili ya maeneo kadhaa. Kwa hiyo upinzani wao pia ulikuwa kwa muda fulani au kwa wakati fulani. Lakini wakati wa mtume saa salam alipokuja, yeye alikuja kwa ajili ya dunia nzima. Ndio maana tunaona kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipingwa na dunia nzima na bado inaendelea kumpinga, और दायरा कार na kazi hii alipewa sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam pia. Yani katika utumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kueneza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. हर मजहब Kwa hiyo kila dini na kila taifa lilimpinga na watu wanaendelea kumpinga mpaka leo. Maeneo mengine ni kidogo na maeneo mengine ni zaidi, na wataendelea kumpinga, na silsila hii haitakwisha. दुनिया में बेशक Bila shaka duniani wapo watu wengi ambao अहमदिया के wanasifu kazi ya amani ya jumuiya, lakini मजहब के हवाले से upande wa dini जब गैर मामूली तरक्की maendeleo yanapopatikana katika hali hii, watu kwa kuwa kaumu na taifa मुखालफतों के सामने हमें wanapinga, na sisi tutapata upinzani katika nchi za Ulaya pia, या यहाँ के कम से कम जो भी au मजहब पर angalau wale ambao wanadai kwamba ni wenye dini watatupinga. इसलिए ये कभी नहीं समझना चाहिए Kwa hiyo haitakiwi मुल्कों में हमेशा हमें खैर itegemewe kwamba ikiwa sisi tunafanya heri wao pia watatufanyia heri. Hata siku hizi pia kuna makanisa mbalimbali ambapo mapadri wanatupinga. इंतजामिया Viongozi wasimamizi wao hawataki kukaa na jumuiya na kufanya kazi na jumuiya. Katika February kikao cha dini zote kilichofanyika, wakati yule Church of England pia ilialikwa, lakini wao hawakushiriki. Vile vile makundi yetu yanaenda katika nchi mbalimbali. Mara moja mara mbili makanisa yanakaribisha na wanaruhusu ili tufanye sherehe kule au vikao pale, के लोगों को जमा करके अपना na wanasema kwamba nyinyi mnaweza kuwakusanya watu na mnaweza kuwahubiri. Lakini wao wanapoona kwamba mara kwa mara tunapokwenda kule watu wanaelekea upande wetu, सुनने की तरफ हो रहा है
basi katika hali hii wanaanza kutupinga na wanaleta upinzani. vile vile wale wasiokuwa na dini yoyote au hawamwamini mwenyezi mungu, kuna waandishi wa hawa शिद्दत से जमात की ambao wanaandika dhidi ya islam, हमें भी मुखालफाना जवाब आते हैं। और जूं na kadiri idadi ya jumuiya itakapoendelea kuongezeka, upinzani huu utaendelea kuzidi zaidi na zaidi. Lakini manabii pia wanakuwa na yakini kwamba hatimaye wao watapata ushindi, खुदा ताला ने na mungu analeta yakini hii ndani yao. vile vile sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam pia alikuwa na yakini hii, kwa sababu mwenyezi mungu alimfunulia kwamba yeye atapata ushindi, na kwa msingi huu sisi pia tuna yakini kwamba sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam atapata ushindi inshallah, kwa sababu क्योंकि mwenyezi mungu hafanyi ahadi za uongo. Kisha अल्लाह की तरफ से kutoka kwa mwenyezi mungu पहली शहादतें इस बात की गवाही kuna nishani chungu mzima zinazoonyesha kwamba mwenyezi mungu yupo pamoja na sayyidina alayhi salatu wassalam. Basi hakuna sababu yoyote kwamba किसी भी तरह kwamba tuone kwamba madai ya sayyidina alayhi salatu wassalam si sahihi au tufanye dhana mbaya juu ya mwenyezi mungu. जमात पर Katika historia jumuiya ilipata upinzani ya aina hii kwamba समझता था mdui alidai na aliona kwamba jumuiya itakwisha hivi karibuni, lakini matokeo yalikuwa nini? Kwamba mdui katika hali hii kwa kuwa na nguvu ya kila aina alishindwa, और जमात अल्लाह ताला के फजल से na jumuiya kwa fadhila za mwenyezi mungu ilipata ushindi. Basi dunia inatutendea wipi, hii ni jukumu lao na ni kazi yao, lakini kwa sababu sisi tuna msaada wa mwenyezi mungu, kwa hivyo katika hali yoyote tuna yakini kwamba amri zilizotolewa na mwenyezi mungu lazima tutatimiza zile amri. Kwa hivyo kwa kufuata zile amri tutafuata amri hii ya mwenyezi mungu pia, na kwa kutaka heri ya अपने काम dunia tutaendelea kusukuma kazi yetu mbele. हमारे जज्बात तमाम दुनिया के लिए Sisi tunatakiwa tuwe na maoni mazuri kwa ajili ya dunia nzima. नेक हैं, लेकिन अगर Ikiwa sisi tuna maoni mazuri, na licha ya kuwa na hali hii dunia inatuudhi na inatusumbua, hata katika hali hii pia hatutapunguza kazi yetu, kwa sababu ने काम kuangalia dunia hii ni jukumu letu. Sisi tumepewa jukumu hili kwa sababu mwenyezi mungu ametuita kwa jina la khairi umma. तो हमने Kwa hivyo sisi hatutarudi nyuma katika kugawa kheri, और ये खैर na kheri hii ni kufikisha na kusambaza ujumbe wa islam na kuita dunia upande wa mwenyezi mungu. Hakuna kheri kubwa zaidi kuliko hii. जितना शर और जितनी गलाजत Jinsi shari na maovu जितनी खुदा ताला के अहकामात की na किस जमाने में हो रही amri za mwenyezi mungu zimefedheheshwa katika zama hii, na media pia inasambaza na eneza hii. Dunia haikuwahi kushuhudia katika historia जिस रोड से हमले कर रहा है, jinsi shetani inashambulia siku hizi. Hakushambulia zamani, kwamba katika wakati moja kutoka upande moja wa dunia mpaka upande mwingine wa dunia katika sekundi moja, picha mbaya na historia mbaya zinafika mara moja. Sisi tunapaza sauti ya heri, hakuna wengi ambao wanaoitikia, की आवाज है lakini sauti ya maovu wanaitikia mara moja na wanaathirika sana. Ikiwa kuna mtu ambaye anaathirika kwa sababu ya mwito wetu, miongoni wa hawa wengi wao ni wa aina hii ambao जो wanatutendea kama
mtu anamtendea na mtoto kwamba vizuri, unafanya kazi nzuri mtoto, और फिर ये kisha baadaye hawa watu wanakata uhusiano और अपने भलाई से na wanajiingiza katika kazi ambayo ni kazi ya maovu na yanapeleka mbali na heri. Basi tunatakiwa tuelewe vizuri kwamba hii si mwisho wa kupata malengo yetu, kwamba ikiwa sisi tunasifiwa kidogo sawa na watoto, tunafurahi kisha tunakaa na tunastarehe, tunaanza kupumzika na tunasema kwamba tumefanya kazi kubwa sana, कि हमने bali sisi kwa ajili ya kuipeleka heri duniani बुराइयों को दूर करने की na कोशिशों को kwa ajili ya kusambaza heri tunatakiwa tupeleke juhudi yetu katika hali yake ya mwisho. कोई दुनियावी रोग Kizuizi chochote चाहे वो cha dunia, kiwe kwa waislamu au wasiokuwa waislamu au kiwe kwa wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, sisi इस तरह अपने tutafanya juhudi ya kuondoa kizuizi kile katika njia yetu, kama hewa inapeleka mbali kijiti. इससे हमें अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमें कितनी जामे Kwa kuona hali hii tunatakiwa और शिद्दत से tujue kwamba kiasi gani tunatakiwa tufanye juhudi. साथ ही हर अहमदी Pamoja na hii, kila mwanajumuiya sawa na uwezo wake anatakiwa atie sehemu yake na juhudi yake katika kazi hii. का काम Alifa mtukufu anasema kwamba kazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ni kupeleka ujumbe wa Islam duniani kote na kugawa khairi hii, na hii ndiyo ni kazi yetu. हमें ये फिक्र नहीं करनी चाहिए Hatutakiwi tuwe na fikira hii kwamba watu hawaitikii na hawatusikilizi. हमें Sisi tunawaita kwenye heri और वो शर na wao wanazidi katika shari zaidi, na dhidi yetu ये शर के अमल जो हैं vitendo hivi vya shari ni kwa upande zote, खासतौर पर इस वक्त hususan मुसलमानों में ndani ya Waislamu. Upinzani wa jumuiya umezidi kiasi hiki kwamba तमाम umeruka mipaka yote. Bila shaka wapo watu wengine ambao katika haki yetu wanasema, ऐसे भी हैं na wapo wengine ambao kwa kuona haki तमाम na kwa kuwa na upinzani wa kila aina अहमदियत wanapokea jumuiya, wanajiunga na jumuiya. Lakini hii pia inaonekana waziwazi kwamba wale wanaosambaza fitina na ufisadi dhidi yao ni kubwa sana, au kwa hofu yao watu wema pia hawatoki nje. Kwa hivyo hawa watu wenye fitina wanatoka nje na wanasambaza fitina. क्या Lakini je, kwa sababu ya upinzani huu sisi tunaweza kusimamisha kazi yetu? Je, kwa sababu ya hofu ya dunia, खुदा ताला के इस हुक्म के खैर को amri hii ya Mwenyezi Mungu kwamba tugawe heri, tunaweza kujizuia katika kazi hii? बताया है Hazur anasema kama nilivyosema kwamba duniani wapo watu wengine ambao kwa kuwa na शैतानी upinzani na kwa kuwa na shari ya kila aina wanakubali jumuiya, wanapokea jumuiya. Miongoni mwa hawa wapo wengine अपनी अहमियत ambao के वाकयात या wanaeleza jinsi ya kujiunga kwao, नहीं उन्हें अहमियत na wanasema kwamba kwa sababu ya upinzani wa jumuiya wao walikuja karibu na jumuiya na wakajiunga na jumuiya. Katika Ijumaa iliyopita nilieleza tukio moja la shairi ambaye kwa ajili ya kutafuta shutuma alianza kusoma vitabu vya Sinam alayhi salatu wasalam, na hususan alisoma shairi lake la Kipersian, na kwa kusoma ile shairi alijiunga na jumuiya. Anasema kwamba baada ya kusoma ile shairi ilikuwa wazi kwangu kwamba hakuna yeyote ambaye anampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi ya Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. शर के बदले खैर Hazur anasema kwamba
ikiwa sisi badala ya shari tutawapatia heri, miongoni mwa hawa watapatikana watakaojiunga na jumuiya, na matone ya mapenzi yatapatikana miongoni mwa hawa, na watakuja katika utumishi wa sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. हमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ametupatia mafundisho haya kwamba mufanye maombi kwa ajili ya maadui na mutake heri kwa ajili yao na muwapatie heri na mema. Hazur anasema mnajua tukio hili pia ambayo inaeleza picha ya moyo ya sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Nilieleza tukio hili katika hutuba iliyopita kwamba licha ya kuwa na hali hii kwamba tauni ilitumwa kwa kuwa nishani ya ukweli wa sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, lakini watu walipoanza kufa kwa wingi, sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa na fikira kwamba nani atamwabudu Mwenyezi Mungu na nani ataamini. Kwa hivyo sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alifanya maombi sana kwa ajili ya kuondolewa adhabu hii, na wale walimuona sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam wakati alipokuwa anafanya, wanasema kwamba alikuwa analia kama mwanamke analia wakati wa kuzaa mtoto. Basi mfano huu wa heri kwa ajili ya dunia ni ambayo aliweka mbele yetu mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama hii. Yeye badala ya kutaka maangamio ya dunia alitaka heri ya dunia, kwamba Mwenyezi Mungu ana kudra juu ya kila kitu. Bila kuangamiza hawa watu anaweza kubadilisha hali ya mioyo yao. Basi sisi pia tunatakiwa kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtumishi wake tufanye maombi haya kwamba watu wasiangamizwe ili wawe ndugu zetu. Kwa ajili yake hii tunatakiwa tufanye maombi sana, na vile vile tufanye juhudi pia kwa ajili ya kazi hii. Sisi kwa kuielekeza dunia hii katika njia iliyonyoka tutaiboresha dunia yake na akhira yake. Hazur anasema kwamba hapa nieleze hii pia kwamba tutaielekeza dunia katika njia iliyonyoka, na vile vile tumepewa jukumu la kuwasaidia duniani pia, na ndani ya Qur'an tukufu amri zake zinapatikana. Hatutakiwi tufanye mpango wa heri kwa ajili ya wenzetu tu, tusifanye juhudi kwa ajili ya kuondoa maradhi na njaa ya wenzetu tu, bali kwa ajili ya kila mtu tunatakiwa tufanye juhudi hii. Ingawa mimi nazungumza sasa hivi upande wa heri ya kiroho, lakini nimepata habari moja, kwa hiyo nieleze hapa mbele yenu. Hivi karibuni katika Turki na Lebanon mwanajumuiya mmoja alienda kutoka hapa ambaye alienda kuangalia mahitaji ya wakimbizi waliokuja katika nchi za jirani kule, kwa sababu hali ya wakimbizi ni mbaya sana. Kuna upungufu wa chakula na kuna upungufu wa mawazi na vile vile vifaa vingine. Vile vile mafundisho ya watoto pia yanaathirika. Ilimradi kuna charities mbalimbali inayowasaidia, lakini bado kuna upungufu kule. Mtu mmoja akaleta shutuma, yani alikuwa mwanajumuiya, alileta shutuma kwamba jumuiya Ahmadiyya kwa nini inawasaidia watu wanaoishi Ulaya, wanatakiwa wao watusaidie. Huyu mtu labda alikuwa anaashiria upande wa charity tunayofanya hapa katika Ulaya. Huzur anasema kwamba hapa pia sawa na amri ya Qur'ani tukufu kwamba msaada wa kiroho na kimwili bila kujali dini na mtu tunatakiwa tufanye. Mwenyezi Mungu amesema mumlishe chakula mwenye njaa. Hakusema kwamba mumlishe mwanajumuiya mwenye njaa au Muislamu mwenye njaa, bali Mungu amesema kwamba mumlishe mwenye njaa.
mwenyezi mungu amesema mwitimize mahitaji ya maskini na mwenye dharura mwenye haja. Hii pia ni jukumu yetu kwamba kila mwenye haja na kila maskini tumsaidie. Haya ni majukumu yote tunalazimika kuyatimiza. मोमिन से एक मोमिन को mwaminio hatakiwi alete shutuma za aina hii kwamba kwa nini mtu fulani amepewa na mtu fulani hakupewa, bali hii ni katika majukumu ya mwaminio kwamba bila kujali mtu amsaidie na amhudumie kila mtu. दूसरे यहाँ Na jambo lingine ni kwamba kazi ya charity tunayofanya hapa, इसमें भी गैर katika kazi hii wasiokuwa wamadhia wao pia wanashiriki, na hela inayokusanywa makundi mbalimbali yanapewa, na hawa wasiokuwa wanajumuia wao pia wanatoa sehemu yao na wanatoa mchango. इस लिहाज से Kwa hivyo makundi na charities za hapa pia zina haki zisaidiwe. Watu wanaofanya kazi kwa ajili ya kuboresha ubinadamu tunatakiwa tuwasaidie wale watu pia. Sisi tunaona katika mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kupata unabii mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hata kama leo nikiitwa kwa ajili ya kuwasaidia wasiokuwa waislamu nitaenda kuwasaidia. Mtume sasema alikuwa na ashiria upande wa ahadi ya hilful fuzul. Kabla katika ahadi hii ya hilful fuzul, kabla ya kuwa nabii, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa member wa kundi lilioundwa kwa ajili ya kuwasaidia watu wanyonge. Hazur anasema basi kama nilivyosema kwamba tunatakiwa tuendelee kupanua duara ya heri badala ya kupunguza. हम ना तो दुनिया से उनकी जो Sisi hatutaki ujira wowote kwa sababu ya msaada tunaotoa, wala hatutaki ujira wowote baada ya kugawa heri. Ikiwa sisi tuna hamu, ni hamu hii tu moja tu, kwamba dunia imtambue muumbaji wake, ये खैर बांटकर na kwa kusambaza heri hii na kugawa heri hii kama ni desturi ya jumuiya za manabii wa Mwenyezi Mungu. Manabii waliendelea kujibu kwamba ujira wangu ni kwa Mwenyezi Mungu, mimi siombi ujira wowote kutoka kwenu. Basi hili ni jawabu, linatakiwa liwe jawabu la wafuasi na makundi ya manabii. Pamoja na hii inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba manabii baada ya kugawa heri wanaposema kwamba ujira wangu ni kwa Mwenyezi Mungu, फिर भी katika hali hii pia watu wengi wanaendelea kuzidi katika upinzani wa manabii. Basi tunatakiwa kwamba heri hii tunayofanya, हमारे जो बदफितरत wapinzani wetu wanaweza kutupatia ujira katika hali ya hasara na udhia, na tunapata ujira wa aina hii. Hata watu wengine wanatuona kama simba anamuona mbuzi kwamba namna gani anaweza kumshambulia. हमारा तो Hali yetu ni sawa na yule mtu ambaye aliyefuga simba au chita, na yule simba होगी anatoka katika ulinzi wake, na yule aliyefuga simba anataka kumkamata katika hali nzuri ili aweze kupata faida kutoka kwake, lakini simba atataka kumshambulia na kumchana. पाकिस्तान और बाद मुल्कों में Basi katika Pakistan, katika nchi zingine, wapo watu ambao ni wafuasi wa mashehe ambao kwa kusema uongo juu yetu wanataka kutuchana na kutushambulia, lakini sisi tunataka wao wasalimike na wasikamatwe na Mwenyezi Mungu, wasiadhibiwe. इन लोगों की मुखालफतें Upinzani wa hawa watu si kwa sababu ya mambo ya binafsi. Wanajumuia katika maeneo mbalimbali wanapata matishio kutoka kwa hawa watu kwamba sisi tutawafanyieni hivi na hivi. Kwa hivyo ni bora kwamba nyinyi mutubu na muache jumuia na mujiunge nasi. तो इनकी दुश्मनियां Hazuru anasema uadui wao ni
uadui na jumuiya si kwa sababu ya nafsi ya mtu, na uadui huu wa jumuiya ni kwa sababu ya hii kwamba wanaona waziwazi kwamba maendeleo ya jumuiya और लोगों के yatakuwa sababu ya kupunguza wafuasi wao. जिस तरह हम भी तरक्की करते जाएंगे, Kadiri jumuiya itakapoendelea kupata maendeleo, hawa watu wataendelea kushindwa. Hawa watu wanaona waziwazi kwamba jinsi jumuiya inapata maendeleo, kesho labda jumuiya itatutawala. Na kama nilivyosema mwanzoni kwamba katika nchi za Ulaya au katika nchi ambapo ni chini ya athari ya nchi za Ulaya, जमात के maendeleo ya jumuiya yatawafanya kwamba wafanye njama dhidi ya jumuiya, kwa sababu hawa wanaona kwamba jumuiya inataka kutawala nchi zao, ilhali kupanuka kwa jumuiya si kwa sababu ya kutawala nchi hizi, bali sisi tunataka amani na usalama katika nchi hizi, katika nchi za Waislamu pia. जो मुसलमानों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम Tunapoambiwa waislamu wao waungane na mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasema hivi ili waondolewe nje katika shida za dunia na usumbufu wa dunia. के बाकी मज़हब के लोगों को भी हम Vile vile tunataka kuwaokoa watu wengine pia katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunawaita kwenye jumuiya Ahmadiyya. अपना गलबा Sayyidina alayhi salatu wassalam hakutaka ushindi upatikane ili watu wawe watumishi wake au dunia iwe mtumishi wake, wala hakufanya dua kwa ajili ya kazi hii. खिलाफत के साथ जोड़कर Au ikiwa leo jumuiya Ahmadiyya दुनिया में गलबे inazungumza kuhusu ushindi kwa ungana na uhalifa, haisemi kwa sababu ya kutawala dunia, bali lengo lake ni kuleta utawala wa Mwenyezi Mungu duniani और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तालीम को na kwa ajili ya kusambaza mafundisho mazuri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani. हमें हमेशा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Tunatakiwa और इस्लाम tuendelee kusoma kuhusu maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na historia ya dini tukufu ya Islam, आपकी तरफ kwamba licha ya kuwa na hali hii kwamba ujumbe wa heri ilitolewa upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya maswahaba zake uadui uliletwa na vita pia ililetwa. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba mwongozo na rehema kwa ajili ya kaumu, और हतुल वसा कोशिश की na kwa कि दुनिया को uwezo wake wote alifanya juhudi kwamba dunia ipate heri. Hata kama alipigana na watu, alipigana kwa sababu alilazimishwa, na hakufanya dhulma ya aina yoyote katika vita, bali alipigana kwa sababu ya heri, na matokeo ya vita hii yalikuwa heri. को हासिल करना ही था। बावजूद इसके जब हम देखते Licha ya kuwa na hii kwamba katika Taurat unaona हैं के खिलाफ kwamba upinzani wa Hazrat Isa kwa ajili ya watoto wa Ismail unapatikana, दुश्मनी भी इस वजह से की। बावजूद इसके कि ईसाई और यहूदी आपस में kwa kuwa na hali hii tunaona kwamba Mayahudi na Wakristo walikuwa wapinzani wa hali ya juu na walikuwa wakishirikiana dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata mpaka leo wao wanashirikiana इसी सोच और तरीके kwa sababu ya fikira ile iliyopatikana ndani ya Taurat, na walimuudhi sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Madina. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam daima लिए खैर खाई के alileta heri kwa ajili yao, हुकूमत को isipokuwa kwa ajili ya kuimarisha kanuni ya nchi alimwadhibu mtu, lakini ile pia ilikuwa heri kwa ajili yao. Tunatakiwa katika zama hii, wakati हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब के तौर पर Sayyidina alayhi salatu wassalam alitumwa kwa kuwa naibu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, दुश्मनियों की निस्बत katika hali hii yeye pia
atapata uadui na atapingwa na maadui zake. Basi sisi ambao tumefanya baiyati ya sayyidina alayhi salatu wassalam tunalazimika tupate upinzani na uadui, na tunapata. Lakini kwa kuwa na hali hii yote, kwa kufuata mfano wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, दुनिया की खैर tunatakiwa tutake heri na wema ya dunia. बातें सुनकर शायद Kwa kusikia hii, labda watu wengine wataona kwamba tutaendelea kupata labda upinzani tu. Si hivyo. Nimeshawahi kusema kwamba Mwenyezi Mungu amemwahidi sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba ushindi utapatikana, na ushindi huu utapatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu inshallah, ना के si kwa sababu ya kwa kutegemea masilahi ya dunia au kwa kuwategemea watu wa dunia. भी हम किसी भी तरह Hatuwezi kutimiza kazi yetu, हम दुनिया पर hatuwezi kuwategemea watu wa dunia, kwa sababu sisi tumeitwa khairi umma. Sisi tutagawa heri, bali badala ya kupata heri kutoka wengine. Basi kama nilivyosema, कि खुदा ताला kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ushindi huu utapatikana. Kwa ajili ya kupata fadhila hizi tunatakiwa tufanye juhudi, na kwa ajili yake kazi aliyotupatia Mwenyezi Mungu tunatakiwa tufanye kazi ile vizuri. Yoyote tunatakiwa tufanye kwa juhudi sana, na kwa kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. दूसरों पर इंसार Kuwategemea wengine पर au तकिया tukitegemea dunia hii, basi itakuwa sababu ya kushindwa kwetu. दुनियावी ताकतों से मदद नहीं Jumuiya za Mwenyezi Mungu hazitegemei dunia, किया है जिनसे हम कामयाब na kuna juhudi gani ambayo kwa kufanya tunaweza kupata ushindi. Juhudi hii ni kusambaza na kueneza na kugawa heri, na kila mwanajumuiya anatakiwa afanye kazi hii vizuri. Na kazi hii ni kujiingiza katika kazi ya mahubiri, awe mwenye kufanya kazi, daktari, wakili, mwenye sayansi, awe mwalimu. दूसरे जिम्मेदार है Kila mwanajumuiya kwa kutumia hekima anatakiwa खाई का पैगाम afikishe ujumbe huu wa kheri kwa watu wake, अहमियत ili dunia ijue kuhusu jumuiya Ahmadiyya na kuhusu Islam halisi. कि दुनिया में और जगहों पर जहाँ भी मुखालफत नहीं है अहमियत के खिलाफ Kabla बोए जाए upinzani uenee mahali ambapo jumuiya bado haikuenea, kule tunatakiwa tufanye mahubiri na mizizi ya jumuiya ipatikane kule. खैर और भला Kabla ya kuamka hawa wapinzani wetu, tunatakiwa heri ipate ushindi katika maeneo haya. आज मसीह उनसे Basi siku hizi ni kazi ya watumishi wa Sinama alayhi salatu wassalam kwa kutumia hekima, kwa kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. खैर और भलाई इस्लामी तालीम को Mafundisho ya Islam yatiliwe katika kila moyo wa mtu, na kwa ajili yake hii wafanye juhudi. Kwa ajili ya kazi hii kuna haja ya kuongeza idadi ya dayani ilallah, wahubiri. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuiya na nidhamu ya jumuiya pia kwamba izingatie jambo hili vizuri. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر